Sogezeni, ndio maana tunawalinda, msogeze. Ndio maana sogezeni. Hali si shwari. Na mtazamaji wangu, happy new month popote pale ulipo, kwa mara nyingine karibu tena katika YouTube channel yetu. Naam mtazamaji wangu, leo hii ikiwa ni tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka 2026, ajali mbaya imeweza kutokea barabarani huko Kigoma na kusababisha maandamano mazito. Ajali iliyoweza kuhusisha gari aina ya lori ambalo limeweza kugonga mwana bodaboda, na maandamano mazito kuanzishwa na wana bodaboda kudai haki kwa jamaa aliyeweza kugongwa na lori. Pia maafisa wa polisi wameweza kulazimika kuingilia kati, maafisa hao polisi kurusha vitoa machozi kwa idadi kubwa ya wanabodaboda waliokuwa wameweza kujitokeza katika eneo la tukio kwa ajili ya kulilia haki kwa jamaa wao wa bodaboda aliyeweza kugongwa na lori. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa, iwapo ni mara ya kwanza kupatana na video zetu, ni vyema moja kwa moja uweze kuelekea katika ukurasa wetu rasmi wa mtandao wa YouTube, uweze kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video zetu kwa makundi mawili ama matatu. Naam mtazamaji wangu, leo hii maandamano mazito yameweza kuongozwa na idadi kubwa ya wanabodaboda waliokuwa wanazidi kulilia haki huko Kigoma baada ya dereva wa lori kugonga mwanabodaboda, jambo ambalo idadi kubwa ya bodaboda wameweza kuona sio sawa, na baada ya maafisa wa polisi kuonekana kuzembea kufanya haki na maamuzi ya haraka, wanabodaboda kuamua kuchukua sheria mkononi mwao, jambo ambalo limeweza kusababisha maafisa wa polisi kutumia vitoa machozi kusambaratisha umati uliokuwa wa mabodaboda hao. Ila mtazamaji wangu, kuna jambo ambalo ningependa tuweze kulizungumzia kwa undani. Juzi kati, baada ya msaidizi wake Mheshimiwa Lissu aliyeweza kuwa ametekwa na watu wasioweza kujulikana nyumbani mwake, wanabodaboda waliokuwa wakifanya kazi usiku ama shift ya usiku waliweza kushuhudia tukio hilo, na baada ya kusikia tukio lile liliweza kuwa ni tukio la utekaji, wanabodaboda hao, mtazamaji wangu, kwa idadi kubwa waliweza kuungana na kufukuza gari lililokuwa limeweza kumbeba msaidizi wake Mheshimiwa Lissu aliyekuwa ameweza kutekwa. Mwisho siku, maafisa wa polisi ama watu waliokuwa wameweza kufanya utekaji huo kukabidhiana na wanabodaboda, jambo ambalo liliweza kusaidia pakubwa msaidizi wake Lissu kutoroka. Mtazamaji wangu, leo hii tukio sawia na hilo limeweza kujerejelea kweli. Ajali hii mbaya imeweza kusababishwa na dereva wa lori, ambapo baada ya kumgonga mwanabodaboda aliweza kuwa katika harakati za kukimbia, jambo ambalo wanabodaboda hawakuweza kulifurahia na pia kutamani haki iweze kupatikana kwa mmoja wao aliyekuwa ameweza kugongwa. Ila maafisa wa polisi kuingilia kati na vitoa machozi. Jambo hili hivi sasa ndilo mjadala mzito katika mitandao ya kijamii. Je, maafisa hawa polisi waliokuwa wakirusha vitoa machozi kwa wanabodaboda ni ujumbe wa aina gani ambao wameweza kuutuma kwa wanabodaboda? Je, wangeweza kusalia na kutomzuia aliyeweza kuhusika katika ajali hiyo ya kumgonga bodaboda aweze kuondoka? Kwani maafisa wa polisi wanaamini kwamba dereva wa lori kuzuiwa sio sahihi. Na mtazamaji wangu, sote tunafahamu kwamba kama kweli aliyeweza kugongwa, haki ingeweza kuwa ipatikane. Mtazamaji wangu, dereva wa lori asingeweza kutoka katika eneo la tukio, angeweza kusalia baada ya maafisa wa polisi kuitwa, maafisa wa trafiki waweze kufanya maamuzi na sheria iweze kufuata mkondo. Ila
baada ya dereva wa lori kuanza kuondoka, wanabodaboda wameweza kulazimika kujaribu kuziba njia, ndipo ambapo maafisa wa polisi waweze kuwasili katika eneo la tukio kwa muda sahihi na kushuhudia jinsi ambavyo dereva huyo wa lori ameweza kuhusika katika ajali mbaya, jambo ambalo mwisho wa siku hivi sasa inazidi kubainika kwamba kampuni ya lori ambalo limeweza kuhusika katika ajali hiyo mbaya barabarani leo hii huko Kigoma, mmiliki ni mmoja wa viongozi wakuu katika serikali ya CCM, na ndipo ambapo lori hiyo imeweza kutoka katika eneo la tukio, huku wanabodaboda wakiendelea kutupiwa vitoa machozi ili na wao waweze kuondoka katika eneo la tukio. Mtazamaji wangu, jambo hili limeweza kuvunja mioyo ya wengi, kwani sote tunafahamu kwamba wanabodaboda katika Jamhuri ya Tanzania, ijapokuwa wanazidi kuchukiwa pakubwa na viongozi wakuu walioko serikalini, ila kwa jamaa huyu upande wa kibinafsi kabisa ni jamaa ambaye yupo na familia, na pia familia yake inazidi kumtegemea ili kukidhi mahitaji yao katika boma analozidi kutoka. Ila baada ya kupata ajali hiyo mbaya iliyoweza kusababishwa na dereva huyo wa lori, mtazamaji wangu, ni kweli maisha yake hayataweza kubaki kama yalivyokuwa awali, yameweza kubadilika. Dereva wa lori bado yuko sahihi, bado ataendelea na kazi yake, na pia mwenye kampuni wa lori hiyo inayozidi kusafirisha mizigo, mtazamaji wangu, inazidi kuendelea kama kawaida. Hii hapa inazidi kuonyesha na kuweka taswira jinsi gani ambavyo viongozi wakuu katika serikali ya CCM, haijalishi yale yanayozidi kutokea kwa mwananchi wa kawaida katika Jamhuri ya Tanzania, wao hawazidi kujali wala kutambua, jambo ambalo linazidi kuvunja mioyo ya wengi. Ila sisi hapa tungemtakia jamaa aliyeweza kuhusika katika ajali hiyo mbaya aweze kupata afueni ya haraka, na pia kupata hata nguvu za kuendelea na kazi yake ili kuendelea kusaidia familia yake kupata kipato cha siku baada ya siku. Na pia kwa baadhi ya wanabodaboda walioweza kujitokeza na kusababisha kurushiwa vitoa machozi, mtazamaji wangu, wameweza kuweka mfano bora jinsi gani ambavyo wanazidi kulilia haki kwa idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania, ama kwa mpendwa wao ambaye ni bodaboda, jambo ambalo linaonyesha usawa ambao mamilioni ya Watanzania wanatamani uweze kushuhudiwa katika Jamhuri ya Tanzania, ila viongozi wakuu walioko serikalini wanazidi kulemaza. Je, mtazamaji wangu, wewe mtazamo wako ni upi kutokana na hali nzima iliyoweza kutokea leo hii baada ya dereva wa lori kuhusika katika ajali mbaya na idadi kubwa, ama ajali mbaya na mwanabodaboda, huku wanabodaboda kujitokeza kwa idadi kubwa kulilia haki kwa mmoja wao baada ya kugongwa na lori ambalo linazidi kudaiwa ya kwamba mmiliki yupo katika serikali ya CCM. Tuachie maoni yako iwapo unakubaliana na maamuzi yaliyoweza kufanywa na wanabodaboda kulilia haki kwa mpendo wao aliyeweza kugongwa, haki iweze kupatikana, na pia iwapo unakubaliana na maafisa wa polisi kutumia vitoa machozi kusambaratisha wanabodaboda waliokuwa wanalilia haki kwa mpendo wao aliyeweza kugongwa. Pia tuachie maoni yako katika uwanja wa comment section. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.